Bramwell Bwire, KTN. Na tukisalia kwenye matukio ya tamasha ya michezo ya kuigiza kule Nakuru, masaibu yaliyowakumba wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere na aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala, ambaye pia ndiye mwandishi wa mchezo wa Echoes of War, yanaonekana kuwa kwaruza baadhi ya viongozi serikalini. Vilevile ameibua hisia mseto. Mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha KANU Gideon Moi ni miongoni mwa Wakenya ambao waliokuwa kwanza kukashifu hatua ya serikali ya kuvuruga juhudi za wanafunzi hao kuonyesha talanta zao, akisema kuwa kila Mkenya ana uhuru wa kujieleza kupitia njia yoyote ile. Makala ya 63 ya mashindano ya michezo ya kuigiza ya kitaifa yameipa Kenya taswira ya kuwa taifa lenye sarakasi kutokana na matukio yaliyoshuhudiwa kule jijini Nakuru. Kilichostaajabisha wengi hata hivyo ni jinsi idara za serikali zilivyojitolea kuzima nyota ya wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere kutoka magharibi ya Kenya kwa kuwazuia kushiriki kwenye mashindano hayo na kumtia mbaroni mwandishi wa mchezo wenye mada Echoes of War ambaye ni seneta wa zamani wa Kakamega Cleophas Malala. Kukamatwa kwa Malala, kuwekwa vikwazo vingi kwa wanafunzi wa Butere na vizuizi vingine vingi kumezua gumzo kwa vinywa vya Wakenya. Miongoni mwa waliokashifu tendo hilo ni mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi, ambaye amekashifu serikali kwa kuzuia ukuzaji wa talanta kupitia sanaa. Kwenye taarifa iliyotolewa Alhamisi, Moi alisema kuwa nukuu, jaribio la kuzuia mchezo huu ni sawa na lile lililofanyika mwaka 2013 la kuzuia mchezo wa Shackles of Doom uliofanywa na shule hiyo na kuandikwa na seneta Malala, mwisho wa nukuu. Amesikitika kuwa kujieleza kwa njia ya amani sasa kumegeuzwa na kuwa hatia, huku serikali ikisalia kimya licha ya vurugu zinazohusishwa na wanasiasa walio serikalini. Wengine walioshutumu hatua hiyo ya serikali ni chama cha ODM kilichotoa taarifa kwa vyombo vya habari siku ya Alhamisi. Kwenye taarifa hiyo, ODM inasema kuwa uhuru wa kujieleza ni haki iliyo kwenye katiba na kwamba hakuna yeyote aliye na haki ya kumnyima Mkenya yeyote uhuru wake. Viongozi wengine pia wamekashifu vikali matukio hayo. Hata hivyo, wanasiasa walio serikalini nao kwa upande mwingine wamemkashifu seneta Malala, wakidai kuwa anatumia watoto wa shule kuendeleza vita vyake vya kisiasa. Mbunge wa Kapseret Oscar Sudi amechapisha kwenye mtandao wake wa X akitoa wito kwa wazazi kuchunga watoto dhidi ya wanasiasa wenye nia mbaya. Na akizungumza Alhamisi kwenye maadhimisho ya 9 ya muungano wa utawala wa taifa, katibu katika wizara ya usalama Raymond Omolo amesema kuwa ni jukumu la kila Mkenya kufunza watoto kuhusu maadili, akisema kuwa kuna mwigo mbaya ambao unaenea kwa kasi miongoni mwa Wakenya. There is a culture that is currently creeping across the country where there is lack of order across every sphere of life, whether it's in schools, whether it's in offices, whether it's in leadership. Wakazi wa Butere nao pia walikuwa na hisia zao. Jambo iliniudhi sana kwa sababu ni watoto, ni kitu watoto wamejipanga karibu tamu mzima, alafu wanaambiwa hawezi perform na ilikuwa ni national. Kuna mtoto hapo, hiyo ndio ilikuwa matumaini, ameweka bidii. Kwa hivyo hiyo tumekashifu. Tunaomba wapewe nafasi hata kama ni kesho wa perform, ama sio hivyo Malala ameongea akasema atatupea platform, national platform, tunaweza watch hiyo Echoes. Kwa hivyo kama watoto wanaweza express mambo yao hata kwa drama ifike kwa watu, iko sawa. Kwa hivyo mimi sioni kama kulikuwa na kitu kibaya kwa drama ya watoto wetu. Clement Masombo, KTN. Na mtazamaji, taarifa pia tunazozipokea ni